wako maishani mwangu Yesu, nimeona fadhili zako maishani mwangu Yawe, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu, nimeona fadhili zako maishani mwangu, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu, nimeona fadhili zako, nimeona fadhili zako maishani mwangu Yesu, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu, nimeona fadhili zako, nimeona fadhili zako maishani mwangu. Umenipendelea Bwana, umenipendelea, 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 umenipendelea. Wow, tunaona mimi nijelekele kwa Yesu. Najua bila wewe singeweza, najua bila wewe singeweza, maana hivi vyote wewe umefanya, maana hivi vyote wewe najua bila wewe singeweza, najua bila wewe singeweza, najua bila wewe singeweza, maana hivi vyote wewe umefanya, maana hivi vyote wewe najua bila wewe singeweza, najua bila wewe singeweza, najua bila wewe singeweza, maana hivi vyote wewe umefanya, maana hivi vyote wewe umenipendelea, afya hii sababu niwe uzima huu, sababu afya hii sababu uzima huu, sababu niwe afya hii sababu uzima huu, uzima huu
Everybody. Mungu wetu. Twende mbele. Aye, aya. Yuko hapa Yesu. Twende kulia. Walio walohoni wanaona jinsi Bwana alivyoshuka mahali hapa, akihudumia watu wake, akihudumia watu wake walio tayari. Walio walohoni wanaona jinsi Bwana alivyoshuka mahali hapa, akihudumia watu wake, akihudumia watu wake walio tayari. Nimemuona Bwana akitenda, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana akitenda, nimemuona, nimemuona Bwana, Nimemuona Bwana tena akitenda, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana tena akitenda, nimemuona Bwana. nimemuona Bwana akifanya, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana akifanya, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, Nimemuona Bwana akifanya, akifanya, nimemuona nimemuona Bwana, nimemuona Bwana akifanya, akifanya, nimemuona Bwana. Bwana anatenda kazi yake. Oh, oh, oh. Wanapokea majibu yao watu hawa, maana Bwana yupo hapa kwa ajili yao. Ninapokea majibu yangu niliyoomba, maana Bwana yupo hapa kwa ajili yangu. Unapokea. Napokea, Napokea. napokea, napokea majibu yangu mimi, napokea, 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 napokea kutoka kwa Bwana. Napokea. Napokea. Oh. Napokea majibu yangu mimi, napokea, 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 napokea kutoka kwa Bwana. Wanapokea majibu yao watu hawa, Maana Bwana maana Bwana yuko hapa. yupo hapa Oh. kwa ajili yao. Oh, ninapokea Ninapokea majibu yangu niliyoomba. Oh, maana Bwana yupo hapa kwa ajili yangu. Napokea. Napokea majibu yangu mimi, napokea,
chagua fungu jema, wewe chagua leo, kabla siku mbaya bado hazijaja. Oh, chagua usije juta siku ya mwisho, usije juta siku ya mwisho, kabla siku mbaya bado hazijaja. Oh, chagua usije juta siku ya mwisho, usije juta siku ya mwisho. Zipo njia mbili zimewekwa mbele yetu sisi. Moja ni njia itwayo ya uzima, moja ni njia itwayo ya mauti. Moja ni njia itwayo ya uzima, moja ni njia itwayo ya mauti. Zipo njia mbili zimewekwa mbele yetu sisi. Zipo njia mbili zimewekwa mbele yetu sisi. Moja ni njia itwayo ya uzima, moja ni njia itwayo ya mauti. Moja ni njia itwayo ya uzima, moja ni njia itwayo ya mauti. Chagua, chagua, chagua wewe, chagua, chagua, chagua. Chagua, chagua, chagua wewe, chagua, chagua, chagua wewe. Tunakushauri chagua njia ya uzima. Imesonga songa, imesonga, inaelekea mbinguni. Tunakushauri chagua njia ya uzima. Imesonga songa, imesonga, inaelekea mbinguni. Achana na ile pana, achana nayo, hiyo inaelekea kule kuzimu. Achana na ile pana, achana nayo, hiyo inaelekea kule kuzimu. Tunakushauri chagua njia ya uzima. Imesonga songa, imesonga, inaelekea mbinguni. Tunakushauri chagua njia ya uzima. Imesonga songa, imesonga, inaelekea mbinguni. Achana na ile pana, achana nayo, hiyo inaelekea kule kuzimu. Achana na ile pana, achana nayo, hiyo inaelekea kule kuzimu.
kitabu cha uzima. Unayolala duniani na mbinguni utafurahia. Unayolala duniani na mbinguni utafurahia. Furahia kama jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Furahia kama jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Unayolala duniani na mbinguni utafurahia. Acheni jamani, niliteseka sana.
kumwadhimisha Bwana popote ulipo. Mwambie Bwana asante. Unastahili heshima na utukufu wote. Baba, wewe unaishi. Unastahili heshima na mamlaka, Yesu. Umeinuliwa peke yako leo. Hakuna wa kufanana na wewe, Yesu. Asante Bwana, asante Yesu. Wewe ni Mungu unayeishi Bwana. Wewe ni Mungu, hatuna Mungu mwingine. Unastahili Yesu. Baba yetu, tukiyainua macho yetu tukitazama milima na vilima, msaada wetu watoka wapi? E Bwana Baba yetu, msaada wetu watoka kwako. Baraka zetu zatoka kwako, ewe Mungu mkuu wa majeshi. Uhai tulionao Baba umetoka kwako. Uzima tulionao Jehova umetoka kwako. Kwenye kiti chako cha enzi, ewe Mfalme, kama jinsi Yerusalemu ulivyozungukwa na milima, ndivyo Bwana unavyotuzungukia kuanzia sasa na hata milele. Wewe ni Mungu unayetupenda e Bwana. Ni mchana mwingine uliopendeza mbele zako Baba, tunapoenda kula na kunywa mezani pako. Mtumishi wako sasa tunamleta mikononi mwako Bwana. Umtumie kwa namna upendavyo ewe Mfalme, kwani hapa ndipo lipolisimika jina lako, ili makutano yote Baba tukutanike mahali hapa ewe Mfalme, ili Baba chemichemi zitokazo mbele zako Bwana tupate uponyaji hapa, tupate uzima hapa, tupate ulinzi hapa, maana Bwana tunalindwa na nguvu zako kwa njia ya imani. Mtumishi wako sasa mbele zako namweka, namleta mikononi mwako. Umtumie kwa namna ya viwango tofauti, umtumie kwa viwango vikubwa Bwana. Mapenzi yako Baba yatendeke. Bwana wa uzima jitukuze ewe Mfalme, maana mahali hapa Bwana umejaa hapa. Utukufu wako Bwana umefurika mahali hapa Mungu wetu. Ni kwa jina na Bwana wetu Yesu Kristo, ndiposa naenda sasa kinyume na kila nguvu zote za yule adui. Roho zote za usingizi hazina nafasi, nazikemea kwa jina la Yesu Kristo. Maana Bwana mahali hapa pote Bwana utukufu wako umejaa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mtumishi wako Baba mbele zako namweka, namleta mbele zako sasa, umtumie jinsi upendavyo, ni kwa jina la Yesu, amen. Basi leo nataka nizungumze na wewe juu ya imani iponyayo. Najua wakati mwingine na Injili imeanza kuyumba sasa. Katika imani tumeanza kutafuta na vitu vya kuitegemeza imani. Imani haitegemezwi na vitu vingine, lakini pia tukumbuke tu agizo moja katika Biblia, agizo kuu la Injili. Halo? Agizo kuu la Injili. Turudi pale pale. Agizo kuu la Injili. Marko 16 kuanzia ule mstari wa 15 kuendelea mbele. Inasema hivi: enendeni ulimwenguni mote. Huo ni mstari 15. Mkaihubiri Injili kwa kila
kiumbe. 16, aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Ndilo agizo kuu. 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Full stop. Imeisha, yaani imekwisha. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa hizo ishara zinafuatanaje? Ukienda kusoma utakutana na maneno haya: kwa jina langu. Maana maneno haya aliyatamka Yesu mwenyewe, kwa jina langu. Hakusema kitu kingine. Tuko Agano Jipya, na hata kama kuna mengine yaliendelea, rudi kuangalia kwamba yule alikuwa nani, kwa wakati gani, kwa makusudi gani. Lakini turudi kwenye Injili halisi. Kwa jina langu nitaweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Ni kwa jina. Na jina la Yesu halina mapungufu kabisa, na halitapungukiwa, halitapunguka, halina mapungufu yoyote yale. Kwa hilo jina mapepo yanatoka. Ndio maana hapa kwenye kipindi cha ushuhuda niona watu wanashuhudia kila ambacho Mungu alifanya kwao, na maombi hayo yalifanyika kwa jina. Hata hatukufanya mbadala ya jina wala kuliboresha hilo jina. Hatukuliboresha hilo jina. Hiyo ndio Injili kamili, moyo wa Mungu kwa kanisa. Injili hubiriwe ulimwenguni kote. Hao watakaompokea Kristo, watakaomwamini huyo Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wataokoka. Wale ambao hawataamini, basi watahukumiwa hukumu juu yao, maana hawakuiamini Injili. Hawakuiamini Injili. Lakini hawa watakaoamini, ishara zitambatana nao. Hizo ishara ni kwa jina la Yesu. Na katika hayo ishara hizo ishara zinamtukuza Mungu. Maandiko yanasema hivi: ishara si kwa ajili ya waaminio, bali ni kwa ajili ya wasioamini. Maanake kwamba ishara hizo zilizofanywa kwa jina la Yesu, watu waliamini hilo jina la Yesu lilivyo na mamlaka. Sasa tukiweka kisaidizi, sasa sijui tutaamini hiki kisaidizi, sijui tutaamini hili jina. Kama ni chumvi, kama ni mafuta, kama ni maji, sasa watu watahama kifikra. Utawakuta sasa wako na maji wamelala nayo, watatembea na maji, wataamini katika udongo, wataamini katika maji. Mioyo yao itatulia juu ya kile ambacho wanaona kinaweza kufanya muujiza kwao, kupokea msaada kwao. Hicho watakiamini. Kwa hiyo ndio maana kinachotakiwa kuaminiwa ni hilo jina. Kwa hilo jina Yesu atatukuka, Mungu atamtukuza mwanae. Kwa hilo jina tuliachiwa jina, nimewachieni hilo jina. Kwa hilo jina ndivyo ilivyo. Yesu atusaidie. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuwe katika utulivu, kukaa kuitambua ile kweli. Ndio maana hapa nipo kwamba niseme na ninyi kuhusu imani ponyayo, imani halisi inayoponya. Unaweza kuwa na maswali tu mengi, mbona basi inakuwa, mbona inakuwa? Nianze na neno ile imani. Unaweza ukauliza kwanza,
Imani ndio nini sasa? Labda kuna watu wachanga wamekuja sasa kawa na maswali mengi. Imani sasa, nataka umweleze aelewe vizuri na ajue hiyo imani nini. Kiufupi tu, imani ni kuwa na uhakika. Kuwa na uhakika, tena ni uhakika wa juu ya mambo unayoyatarajia. Una uhakika. Utaikuta katika Ibrania 11 kuanzia mstari wa kwanza. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yale uyatarajiayo. Lakini imani hii ya uhakika kwa mambo unayoyatarajia inajengeka sasa juu ya bila chochote. Yaani unaamini kwamba unapokea kile unachokitarajia, na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hakipo, unaamini. Unaomba kwa hilo jina ukiwa na uhakika bila shaka. Ukishaweka mashaka, imani yako inakufa, inatingika. Nataka nikujenge jua imani inayotenda, inayozaa matunda. Imani ya kweli. Yaani unatembea na Yesu. Ukienda popote unatembea na Yesu. Unajua sasa hivi kuna watu wanatembea na maji. Tunaona kwenye miji kuna watu wanatembea na maji, wanalala na maji. Ondoka na maji kwenye mabegi tu, anayo maji kwenye mabegi. Kifika siku anafanya anarudisha. Anafanya anarudisha. Hiyo nayo ni injili, na udongo na chumvi, sabuni na mafuta. Hiyo nayo ni injili. Hao nao ni watumishi nao mfumo. Injili iko pale. Kwa jina langu ishara hizi mtaziona, zitambatana hao watu waaminio kwa hilo jina la Yesu. Ishara zitambatana hao waaminio Yesu. Ila pamoja na imani kwamba ni kuwa na uhakika, ni ngumu sana uwe na uhakika hata namna kuwa na huo uhakika. Sasa unakuaje na uhakika huo? Chanzo cha imani nzuri, chanzo chake ni kusikia. Imani huja kwa kusikia. Halo, hata na kuona. Unajua wakati mwingine usikii, hujasikia lolote linazungumziwa, ni ngumu kuamini na kuwa na uhakika huo. Lazima uwe umesikia sana. Sasa nakupa na wewe kuamini ulichosikia. Aidha ulikuwepo ukaona, aidha umeona. Kwa hiyo imani huja kwa kusikia kunakotokana na neno la Mungu. Chanzo cha imani ni kusikia. Sasa inategemea unasikia nini. Kwani Yesu anasemaje? Wayahudi ilipoonekana kwamba sasa hata wamuelewi, anasema msiponiamini, ziaminini kazi hizi. Haleluya! Maana zile kazi zilimtukuza Mungu. Lakini aliyezifanya zile kazi alikuwa nani? Alikuwa Yesu mwenyewe. Kwa na sisi, wasipotuamini, waiamini injili tunayohubiri, le neno tunalohubiri, waliamini. Maana hilo neno natokana na Kristo. Watamwamini Yesu tu. Ndio maana kwamba ishara si kwa ajili ya waaminio, si kwa ajili ya waaminio, bali kwa ajili ya wasioamini. Wanapoziona zile ishara, sasa wanasema kwamba ni matendo makuu. Kwa kweli ni maajabu. Hapa ni Mungu mwenyewe. Watamwamini Mungu. Na wataamini kile ambacho wamesikia kutoka. Chanzo ni kusikia. Kwa watu wote wanaamini kile wanachosikia, ndicho wanachoamini. Chanzo cha imani ni kusikia. Sasa huyu muumini mpya aliyempa Yesu maisha yake, moyo wake mweupe kama ukurasa mweupe ambao hujaandikwa, tunaanza kuandika pale maneno ya Mungu. Sasa kile kinachowekwa ndani ya moyo, hicho ndicho mtu anachokiamini. Kama kinapotosha, lakini ndani yake kuna kitu kinachotia nguvu, ndicho watakachoamini.
mashaka yangu ni haya, watu watafika mahali wasimtukuze Mungu, na pasipo kitu sasa kile walichokaririshwa, pasipo kile, nguvu ya kumwamini Yesu inapokuwa ndogo. Yaani nguvu ya kumwamini Mungu ndani ya mtu inakuwa ndogo, kwa sababu kuna kitu amepungukiwa hana, mpaka alete kile, labda kama ni msalaba ndio alete awe nao, sasa ndio awe na nguvu. Anapokuwa na ule msalaba, nguvu ya yeye kwenda mbele Bwana, nguvu ya yeye katika Mungu hana, maana moyo wake umeunganishwa vitu vingine. Tunapotosha kitu. Wanapotumainia hilo jina huwa wanakuwa salama, hivyo tu. Sasa ukibebeshea kitu kingine mgongoni mwake, hili jina kwa vyovyote litapungua, litakuwa pungufu, maana hicho kitu kitakuwepo siku zote. Kikikosa hilo jina lina nguvu tena. Halo? Ndio maana kwa watu wanapokaririshwa, imani huja kwa kusikia. Ni kweli hawana hatia, ndivyo wamekaririshwa, na kuna nguvu iliyofanya kazi katika hiyo hali ili kupotosha. Mpatie ile mama atuambie. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto wangu alikuwa anasumbuliwa na meno. Kila alikuwa kinywa maji ya baridi, anashindwa kunywa yale maji kwa sababu ya meno yanamuuma sana. Akila kitu chochote cha moto akatisha sasa. Anasema anaumia, lakini sasa hivi alikuwa na shida na meno, halafu kwanza siku ile ulivyomuombea mpaka sasa hivi amepona. Haumii tena. Alivyoombewa. Si mlikuwepo kanisa jamani? Si ya mambo yote mnakuta mpo? Si ni jina rahisi tutumia. Mnapokuwa mnaangalia video mwe makini sana. Wakati mnafungaga video tu mnafanya kazi, mnaosha vyombo, mnapika, kama kazi imekosa. Angalia watu wa kuangalia, watu wasije kuambukiza maroho mengine, anakuja hata kwa kuona. Kuna miroho inakuja kwa kuona. Wakati ombea mtoto, tuliongeza nini juu yake? Hapana. Hata kumshika hamna ndiye mshika yule mtoto, najua. Si mlikuwa hapo Jumapili? Hakuna mshika yule mtoto. Au kumshika. Nasema rudi, mlikuja hapa hadi akasema pana, tuseme kaa pale. Tutalipokea. Imani huja kwa kusikia. Maana ulipokuwa unaona na kusikia, kuna kitu kinaongezeka ndani yako hata wewe. Yesu asifiwe. Asifiwe sana Yesu. Nasema Yesu amekamilika. Haleluya! Kwa hilo jina ikaweje mtoto wako? Anaendelea vizuri kwa kweli. Zilipita kama siku 3 nzima mtoto hajala chakula. Lakini nilipomleta humu kanisani, yani hata siku ile alikuwa amevimba shavu hili. Kwa hiyo kabla ya kumleta Jumapili ile alikuwa na siku 3 hajala chakula. Lakini kweli ulipokuja alikuwa msimama naye, maana ulikuwa ulifika hapa nikurudishia mko hapa. Arudi alikuwa amevimba shavu. Alipoombewa kwa kweli mtoto aliponya mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Hajasema tena anaumwa jino. Hajasema anaumwa jino. Imani hiyo. Ubarikiwe sana mama. Amina. Ubarikiwe mtu wangu. Naona unafurahi. Yapo mambo mengi. Hatuyamalizi. Haleluya. Imani uja kwa kusikia kunako tokana na neno la Mungu. Una heri unaoyasikia haya, mshukuru Mungu. Una heri unaosikia uhalisia huu, ambaye na wewe imani yako inakuwa na unaweza kufanya chochote. Yesu asifiwe sana. Nisomee tu hiyo, nisomee Ibrania. Usikie ninavyosema, sitaenda nayo sana. Kwa soma Ibrania 10:38. Ibrania 10:38. Ibrania sura ya 10:38 mstari wa 38. Biblia inasema, sikia, lakini mwenye haki wangu
ataishi kwa imani. Halo, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Imetosha. Acha kusitasita. Yesu kwa ajili yetu aliingia msalabani. Kwa kupigwa kwake sisi zote tumepona. Mashaka ya nini? Si umempa Yesu maisha yako? Na si umempa Yesu maisha yako? Una mashaka ya nini? La msingi ni wewe kukaa katika uzuri na Bwana. Usitende dhambi nisije niharibu kazi yako ya mikono. Na hata kazi ya mikono zinaharibika kwa sababu ya wewe kutenda dhambi. Wewe naposema dhambi ni umaanishe tu kwa ujumla kutokuwa mtii. Yapo makosa 2, 3 makosa yanasababisha. Uelewe hayo. Soma Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 1 mpaka 14 inazungumza ukisikia neno kulifuata kulitii, baraka zote hizi zitakufuata kukujia. Kuanzia 15 inazungumza usipotii neno, usipofuata, usipotenda, usipofanya hivi, hayo yote yanakuja na kukupata. Barikiwe sana. Kama ni mafanikio, Biblia inasema, neno la Mungu linasema mkono wa mwenye bidii utajirisha. Fanya kazi kwa mikono yako na Mungu bariki kazi ya mikono. Halo, sio kazi ya usiku mmoja. Wewe ukatajirika kwa usiku mmoja. Wewe nani alikwambia? Ni kazi ya mikono yako. Mungu anakuinua toka utukufu kwa utukufu mwingine. Kwa unapoangalia kwenye runinga, nilipokuja kwenye madhabahu, kwenye hii madhabahu ule mwezi mmoja uliopita, nabii wa Mungu kaniombea, mtumishi wa Mungu kaniombea. Mwezi mmoja uliopita nimenunua gari, nijenga nyumba. Wewe tuambie, hiyo biashara ya faida hatari namna hiyo, na ulianza na ngapi mpaka una ngapi? Wewe Mungu ubariki kazi ya mikono, alafu uinua mtu toka viwango taratibu kwenda viwango vingine. Pole. Kazi yako ya mikono inabarikiwa. Unainuliwa toka utukufu kwenda utukufu mwingine. Jina la Yesu. Utajiri na heshima zimefichika ndani ya Kristo. Amuna wachimba dhahabu, Bwana asifiwe sana. Hata wachimba dhahabu hiyo speed hawana. Ndio vya bwerere, ndio vya udongo. Nachota maudongo, hawanyenyuki haraka hivyo. Sidanganywe. Mwisho mnaacha ile kweli. Naenda kutafuta mafuta. Naenda kutafuta maji. Tafuta nini? Mungu apendezwe na mtu anayesita na watu wake tutaishi kwa imani. Lakini yule ambaye anayesita, moyo wa Mungu hauna furaha naye. Halo? Sisite, usiogope. Ibrania hapo Siame 11:6. Soma. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. Rudia kusoma. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. Amen. Haleluya. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na yule mtu amwendeaye Mungu lazima sharti amini kwamba yupo. Halo. Ningekuwa aonekani, kazi zake mnaziona. Kazi zake zinaonekana. Tunaishi uwepo wake. Unasikia mguso wake. Yesu atusaidie sana. Acha niheshimu mtu wa muda. Sija kadhani kwamba kuwepo kutunza muda sasa kama kuna faida kwake.
Acha nirukie njia ya mkato, usizunguke, je karibu na wewe. Nataka niseme tu Yeremia 32 mstari wake 27-28 hapo. Nasema Mungu anajinadi kupitia mtumishi wake Yeremia. Anasema mimi ni Bwana Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote lilo gumu nisiloliweza? Halo? Msikia Mungu anapojinadi? Mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Wote wenye mwili. Wote, shika mwili wako, shika mwili. Shika hata kifua chako. Shika moyo. Shika magoti. Mgongo je? Mbavu zako. Ai, kichwa nacho. Macho. Panda uso. Haleluya. Mimi ni Bwana Mungu, Mungu wa wote wenye mwili. Je, lipo neno lolote lilo gumu nisiloliweza? Hapana. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mama moja akanifuata. Mwingine tuacha utamjua ni nani. Wamama haleluya. Sijui yupo. Sielewi. Haleluya wamama. Mchungaji, niombe. Nina shida kubwa. Ikoje? Utumbo unatoka nje. Utumbo kutoka, ugonjwa unaitwaje? Mgongo? Na Waswahili wanasema mgongo. Ugonjwa tumbo unatoka nje. Ongea kwa sauti. Pawasiri ndio jina lake, Pawasiri. Tukamwombea. Namuuliza siku nyingine, sasa siku zimeenda na kwendaje? Namshukuru Mungu. Na mimi nasema haleluya, huyo ndiye tunayemtumikia. Yesu asifiwe sana. Chungaji, niombee. Nateseka na madawa ya virusi vya ukimwi, na meza natembea na madawa. Tukomba pamoja. Huu nadhani ni mwaka wa 8. Amezi ya madawa. Nakumbuka nilipomaliza kumwombea, nikamwambia Yesu amekuponya. Aliniuliza swali moja zito sana. Sasa mchungaji, niendelee kumeza? Swali zito sana. Na mimi nikawa makini kukwepa swali lake. Maana siko tayari kumwambia mtu aache dosi. Kabisa, fanya yote, sitakwambia aache dosi. Maana sijajua imani hiyo ikoje. Lakini yeye angajitutumua, nikamuuliza, wanaomeza dawa ni akina nani? Halo? Hivi mtu anayemeza dawa ni nani? Nani? Akanitambua ni swali langu. Akaniambia ni wagonjwa. Ni wagonjwa. Ni wagonjwa. Kwani wewe ni mzima? Au wewe ni mgonjwa? Akaniambia mchungaji, mimi ni mzima. Imani yako imekuponya. Sasa sitaki kwenda naye mbele. Ngakaa. Hivyo siku nyingine nikamuuliza, unameza dawa? Mchungaji, si nilipona mimi. Huu mwaka wa 8 amezi. Alafu ana afya kuliko alivyokuwa. Lakini bado waliofunguliwa ni zaidi ya 20. Waliofunguliwa ni zaidi ya 20. Hakuna cha maji. Nasema hakuna mafuta, hakuna chumvi. Chumvi ni ya mboga. Alafu sisi wenyewe ni chumvi ya ulimwengu. Sasa chumvi na chumvi nyingine. Chumvi original ni wewe. Bandia juu ya wewe. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. Kichwa na kwa kiwepo mahali pana ladha. Na usiwe na shaka juu ya lolote lile. Alafu yes, halo? Sisi wote ni waombaji, wote sisi ni waombaji, wote ni waombaji. Kuna watu wanateseka. Nani ataponya watu wake? Ni kwa njia ya kanisa. Hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi itajulikana, ufalme na mamlaka katika ulimwengu wa roho.
Tusimame juu. Sikuita wagonjwa, waimbaji, njoo tupate wimbo mfupi tumshukuru Mungu. Atakayesikia kuomba wiki hii ataomba, atakayeona kwenda likizo aende likizo. Saidia upenda wewe, mshukuru kwa neno moja, uko salama. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niomavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda. Ukimwonyesha Mungu wa namna gani ni Mungu huyo makubwa tafakari zaidi ya usiogope ukiwa naye. Unaweza kufanya, anaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya Bwana kuhusu Mungu aitakalo nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Mungu, mshukuru Mungu. Zaidi ya yote mwambie Bwana, nisaidie kwa kutokuamini kwangu. Yeye naamini, anajua kwamba wewe kwa vile imani uje kwa kusikia. Bwana, nimesikika. Bwana, mimi nakushukuru. Kama chombo tu nimesimama Bwana mbele ya watu wako, waondolea mashaka, wasiwe na shaka tena. Imani yao ikue, inafananishwa na mbegu ya mharadali ambayo ni ndogo sana, kwa siku chache inakuwa ni mti mwenye mtupu hatari sana. Imani ikue. Hata wanafunzi wa Yesu walimwambia Yesu awaongeze imani. Mwambie Bwana kuongeza imani. Pasipo imani hiyo haiwezekani kumpendeza Mungu. Na watu wa Mungu tunaishi kwa imani. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. zaidi ya
Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Haleluya.